Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Moshi, mtangazaji wako kinara kabisa kutoka hapa Zone Media. Sasa mtazamaji, moja kati ya taarifa ambayo imegusa sana vichwa vya habari duniani toka jana Jumatatu ni taarifa inayohusu nchi ya Marekani na nchi ya Iran, ambapo rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili aliweza kutoa onyo kwa nchi ya Iran na kutoa miezi miwili ya kujitafakari kwamba ikubali kuweza kukaa upya tena kwa ajili ya kujadili mkataba wa nyuklia kwa mara nyingine tena baada ya ule ambao ulisainiwa mwaka 2015 na mataifa 6 yenye nguvu duniani. Sasa rais wa Marekani alitoa onyo kwa Iran, lakini vile vile alitahadharisha kwamba itaweza kupokea mashambulizi kutoka Marekani kwa kiwango kikubwa endapo tu haitakubali kuweza kukaa chini na kujadili tena huu mkataba mpya wa nyuklia. Lakini jana Jumatatu kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, yeye bwana aliweza kuzungumza kwamba Marekani itapata pigo zito au pigo kali kabisa endapo itafanya mashambulizi katika nchi ya Iran, na ametishia kwamba endapo itafanya hivyo basi itakuwa kwenye wakati mgumu sana. Na tunafahamu nchi hizi mbili zote ni nchi ambazo zimejitanabaisha kwamba zina nguvu kijeshi, lakini silaha ambazo wako nazo ni silaha hatari tena za nyuklia na silaha tishio kabisa. Kwa hiyo vuguvugu ni kubwa sana. Sasa kwanza mtazamaji, hebu nikupitishe kwenye huu mkataba wa nyuklia ni mkataba gani, lakini vile vile uweze kuelewa vizuri kuhusu mkataba huu wa nyuklia ambao nauzungumzia hapa. Sasa hapa mkataba huu wa nyuklia unajulikana rasmi kama Joint Comprehensive Plan of Action, kwa kifupi ni JCPOA. Ulisainiwa mwaka 2015 kati ya Irani na mataifa 6 yenye nguvu duniani, ambapo ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, China na Urusi pamoja na Umoja wa Ulaya. Unaona? Sasa mkataba huu ulikuwa na masharti yafuatayo. Mkataba wa nyuklia huu mkataba huu ulilenga kuzuia Irani isiendelee na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa kubana shughuli zake za nyuklia kwa muda mrefu kwa masharti yafuatayo. Sharti namba 1 ni urutubishaji wa uranium. Unaona? Irani ilikubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa uranium hadi 3.67. Unaona? Kiwango cha kutosha kwa matumizi ya nishati ya kiraia, lakini kisichotosha kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini kipengele kingine ni kwamba ilitakiwa kupunguza hifadhi yake ya uranium iliyorutubishwa kwa zaidi ya 98 na kuishikilia kwa miaka 15. Lakini kipengele cha pili ni kwamba mitambo ya nyuklia ilifanyeje? Kinu cha Fordo kilipaswa kubadilishwa na kutotumika kwa shughuli za nyuklia. Lakini pia kinu cha Arak kilichotengenezwa na plutonium kilifanyiwa mabadiliko ili kisizalishe nyenzo za kutengeneza silaha za nyuklia. Unaona? Lakini kipengele cha tatu ambacho Irani ilitakiwa kuweza kutii ni kwamba ukaguzi wa kimataifa, kwamba shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lilipewa mamlaka ya kukagua na kufuatilia shughuli zote za nyuklia za Irani ili kuhakikisha inazingatia masharti ya mkataba. Lakini kipengele cha 4 ni kwamba kuondolewa kwa vikwazo. Kama Irani ingefuata masharti ya JCPOA, nikimaanisha mkataba huu wa nyuklia, vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa dhidi yake vingefutwa, lakini kuruhusu Irani kuuza mafuta yake na kushiriki katika uchumi wa dunia. Kwa hiyo haya ni mambo 4 ambayo Irani alitakiwa kuweza kuyatimiza kwenye mkataba huu wa nyuklia ambao ulisainiwa mwaka 2015. Sasa rais wa Marekani ameitaka Irani kuweza kurudi kukaa chini na kuweza kuzungumza tena upya juu ya mkataba huu na kuona ni kwa jinsi gani mkataba huu uweze kufuatwa. Kwa hiyo unaona kabisa kuna vitu ambavyo bado juu ya mkataba huu Irani imetilia shaka katika mkataba huu. Lakini Jumatatu sasa Irani iliweza kutoa onyo lake kuhusiana hii kauli ya rais Donald Trump kwamba endapo Irani haitohusika kwenye mkataba wa nyuklia kuweza kujadili, basi Marekani itachukua hatua ya kuweza kushambulia Iran. Lakini Iran ikaona sio kinyonge. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu kabisa wa kidini, alikuja sasa akazungumzia kwa upana kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo wao wana nguvu kijeshi na pia wanaweza kutotishika na vitisho vya Marekani vya rais Donald Trump, ambapo kauli ambayo Khamenei alizungumza na inukuu hapa mtazamaji ni kwamba alisema hivi: uadui kutoka kwa Marekani na Israel umekuwepo kila wakati. wanatutishia kutushambulia, jambo ambalo
hatuoni kama linawezekana sana, lakini wakithubutu kufanya uovu wowote, bila shaka watapata pigo kali la kisasi. Lakini Khamenei akaongeza kwa kusema kwamba ikiwa wanafikiria kusababisha machafuko ndani ya nchi kama walivyofanya katika miaka ya nyuma, watu wa Iran wenyewe watawashughulikia. Hii ni kauli ya Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa ngazi za juu kabisa ya kidini nchini Iran, ambapo amesema kwamba haoni sababu ya Marekani na Israel kuweza kushambulia Iran, na wakifanya hivyo basi hawatajutia kwa kiasi kikubwa sana, na hawatosita kuweza kurudisha mashambulizi makali kabisa kwenda kwa Marekani. Na nikwambie tu kwamba Iran imekuwa na wasiwasi mkubwa akidhani kwamba Israel ni ngome ya Marekani ya kuhifadhi silaha zake, lakini vile vile kwa ajili ya kukuza kijeshi katika Mashariki ya Kati. Ndio maana sasa hivi mizozo imekuwa ni mingi sana. Hamas kule wanapambana na Israel, lakini Marekani pia amekuwa akisaidia, lakini Hezbollah pia amekuwa pia wakipambana na Israel, lakini Hezbollah, Hamas wote hao pia wamekuwa wakisaidiwa na Iran. Lakini vile vile Wahuthi pale nchini Yemen. Wahuthi ni kati ya wanamgambo ambao sasa hivi wanaonekana kuwa na nguvu kubwa sana kijeshi, na Wahuthi Iran pia ameonyesha viashiria vya kuweza kuisaidia. Ndio maana sasa hivi Marekani pia imeendelea kupambana na Wahuthi katika ule ukanda wa Bahari Nyekundu, nikimaanisha Red Sea. Kwa hiyo utakuja kuona kabisa ni kwa jinsi gani ambavyo mambo yanazidi kuwa mambo katika hali hii, ambapo Iran ni taifa kubwa, na juzi tu iliweza kutoa video yake ikionyesha silaha zake nyingi sana katika moja ya ghala zake ambazo ziko tunasema kwenye maandaki yake. Kuna silaha nyingi za nyuklia zimeonekana pale, kuna maroli ya kubeba silaha, yani kuna vitu vingi ambavyo Iran iliamua kuvionyesha kwa ajili tu labda ya kuitambulisha duniani kwamba kuijulisha dunia kwamba Iran ina nguvu gani kubwa kijeshi. Kuna taarifa pia hapa kuhusiana na taarifa hiyo ambayo ilizungumzwa na nchi ya Iran, kutoka kule Iran. Nasema kwamba wiki iliyopita Iran ilijibu barua ya Marekani, ambapo Rais Masoud Pezeshkian alieleza Jumapili kuwa Teherani haitafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Washington, lakini iko tayari kuendelea na mazungumzo kwa njia isiyo ya moja kwa moja kulingana na agizo la Khamenei. Sasa Khamenei alizungumza kuhusiana na issue hii ambayo imeendelea, ambapo alisema kwamba Iran iko tayari kufanya mazungumzo, lakini sio njia ya ana kwa ana, ni kuweza kuonana kati ya Marekani na Iran. Iran iko tayari kufanya mazungumzo kwa njia nyingine tofauti, sio njia ya kuweza kuonana ana kwa ana. Kumekuwa kuna hofu kubwa sana kati ya viongozi hao wakubwa duniani ambao wamekuwa wenyewe kama vile hawaaminiani katika namna moja ama namna nyingine. Na rais wa Iran kwamba Masoud Pezeshkian amezungumza kwa mujibu wa Ayatollah Ali Khamenei kwamba Iran haiko tayari kuweza kuzungumza ana kwa ana, lakini iko tayari kuzungumza kupitia njia nyingine za makubaliano. Angalia mambo yanavyokaa. Rais Trump anataka wazungumze kwa kuonana ana kwa ana, lakini Pezeshkian kutokana na agizo la Khamenei amesema kwamba Iran haiko tayari kuweza kuzungumza ana kwa ana. Utaona jinsi gani ambavyo imani imepotea baina ya viongozi hawa ambao wanaendelea kuitikisa dunia kwa hivi sasa. Sasa kwa nini Marekani mpaka sasa anazidi kuishirikiza Iran kwamba waongee tena kuhusiana na huu mkataba wa nyuklia? Iran imekuwa ikionekana kwamba imekuwa ikikiuka sheria za mkataba. Ndio maana Iran imekuwa ikiwekewa vikwazo vingi sana vya kiuchumi duniani, vya kibiashara. Sasa imekuwa ikionyesha kwamba haifuati zile sheria ambazo zimewekwa kwenye mkataba huo, lakini kuna vipengele ambavyo Iran vinamtaka kuweza kuvitimiza kwenye mkataba huo, lakini imeonekana kwamba havitimizi. Sasa kwa hiyo hapa utaona kabisa kwamba Iran kuna namna ambayo anafanya ili kuweza kulinda maslahi yake Mashariki ya Kati. Kwa sababu kule Mashariki ya Kati ana vikundi ambavyo anavisaidia, vikundi vya wanamgambo vitatu kama Hezbollah, lakini kuna Hamas, kuna Wahuthi pale, lakini japo kumekuwa kuna vikundi vingine ambavyo inasemekana kwamba anavisaidia. Kuna migogoro mkubwa sana katika Mashariki ya Kati, na Marekani pia amekuwa ni kinara kweli kwa ajili ya kuweza kuzungumzia masuala ya Mashariki ya Kati ambayo yamekuwa yakiendelea. Na mkataba huu wa nyuklia wa JCPOA ambao Irani inatakiwa kuweza kukaa tena kuweza kuzungumza ni kitu ambacho kinazidi kuibua
hisia nyingi sana za watu, wananchi wa Iran, lakini vile vile mataifa makubwa ya Ulaya pia nayo yanaangalia kwamba Irani asipoweza kukubali kuweza kuzungumza, basi hata wao pia hawataweza kuzungumza, ikiwa ni hali tu ya kawaida ya kuweza kutokea katika mkataba huu. Kwa hiyo nini ambacho kitatokea katika mkataba huu, mtazamaji wa Zone Media, basi jiunge nasi kila siku hapa katika chaneli yetu, tutaweza kukufahamisha nini ambacho kinatokea kwenye mkataba huu. Je, Rais Trump atatimiza lile agizo kama alivyozungumza, ikiwa ameipa miezi miwili Iran iweze kujitafakari kama itashiriki mkataba huo, mkutano huo au la? Au je, Irani itajibu vipi kauli ambazo rais wa Marekani Donald Trump amezizungumza? Hii ni Zone Media mtazamaji, basi jiunge nasi kila siku kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Na mimi ni Victor Moshi.